Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, kumtakia rehema bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndugu waandishi wa habari ambao mmefika leo ofisini, ninayo mambo machache tu ambayo napenda kuyazungumza kuhusiana na uchaguzi wetu mkuu wa BAKWATA kwa mwaka huu 2026. Kwanza aula ya yote ni washukuru sana wanahabari chini ya Harith Nkusa ambaye ameweza kukusanya wanahabari leo zaidi ya 30 ambao mmeweza kufika hapa, na makusudio ni kuhakikisha kwamba uchaguzi huu unaweza kutangazwa kwa kina sana ili uweze kufika mbali na watu wengi waweze kupata taarifa kuhusiana na uchaguzi wetu wa BAKWATA. Na kama tulivyoahidi kama BAKWATA kwamba tutahakikisha kwamba taarifa zetu zitakuwa wazi na watu wengi waweze kushiriki katika uchaguzi huu. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza ambalo napenda kuwashukuru sana nyinyi wanahabari. Na la pili, nipende pia kutumia fursa hii sasa kuwaambia makatibu wa mikoa, wilaya na ngazi zetu za chini kuhakikisha kwamba wanawatumia vizuri hawa waandishi wa habari ili kuhakikisha kwamba taarifa mbalimbali zinawafikia Waislamu ambao ni wapiga kura na ambao pia wanakusudia kugombea katika nafasi mbalimbali. Kwa hiyo tuwatumie waandishi wa habari hawa, ikiwa ni pamoja na kuwafahamisha tarehe ya kuchukua fomu. Kwa mfano, tarehe ya kuchukua fomu katika ngazi ya msikiti tumeweka ni tarehe 24 kwa wale ambao wanachukua fomu manual, lakini tumeeleza pia kwamba kutakuwa na mfumo wa online wa uchukuaji wa fomu. Sasa taarifa hizi ili ziweze kuwafikia Waislamu na wale ambao wanagombea nafasi mbalimbali kwa haraka zaidi, ni pamoja na kuwatumia hao waandishi wa habari. Kwa hiyo tuwatumie waandishi wa habari sana sana kuhakikisha kwamba tunafanikisha zoezi hilo la kusambaza taarifa zetu kwa haraka zaidi. Hilo ni jambo la pili. Na jambo la tatu ni kuhakikisha kwamba pia makatibu wetu wa mikoa, wilaya, kama nilipopata nafasi ya kuzungumza hapa na Bwana Harith Nkusa, ni kwamba wako mawakala wa habari ambao wako katika mikoa. Katika kila mikoa wako watu kule ambao wanawasiliana na huku kwetu makao makuu. Kwa hiyo kuhakikisha pia tunatumia vyombo hivyo kwa mikoa hiyo ambao watakuwa wanarusha taarifa zile pale kwenye maeneo mbalimbali na zinaweza kuwafikia na malengo yaweze kufikiwa. Na kama tulivyotangaza awali kwamba jumuiya zetu, zile jumuiya za vijana pamoja na jumuiya za kina mama, wao uchaguzi wao utaanza mapema kidogo, ambao ni uchukuaji fomu utakuwa ni tarehe 20. Lakini ngazi zetu za mikoa uchukuaji wa fomu utakuwa ni tarehe 24 ya mwezi huu wa 6 2026. Kwa hiyo tunatoa wito sasa kwa misikiti kuhakikisha kwamba ratiba zile za uchaguzi basi kama kuna budi ziweze kubandikwa katika mbao za misikiti, ili waumini ambao ndio wapiga kura pamoja na wale ambao wanagombea nafasi mbalimbali wajue tarehe za kuchukua fomu na kurudisha fomu na ni lini uchaguzi unafanyika katika ngazi zile za misikiti. Lakini pia na jumuiya zetu pia ambao kwa hatua za kwanza pia ni jumuiya zile ambazo jumuiya za kina mama pamoja na jumuiya za vijana ambazo ni kuanzia ngazi za misikiti. Kwa hiyo pia tunatoa wito kuhakikisha kwamba kunakuwa na mabango yamebandikwa katika misikiti. Kama haitoshi kuwe labda na tangazo maalum pia limebandikwa pia msikitini. Lakini pia maimamu watumia nafasi hiyo pia katika sala mbalimbali pia kuwatangazia waumini kwamba tunao uchaguzi, watu wengi waweze kushiriki. Lakini pia kama haitoshi, kesho ni siku ya Ijumaa, tunatoa pia wito kwa misikiti mbalimbali pia watumie fursa hii pia kutangaza vizuri uchaguzi wetu, na tuhakikishe kwamba tunalinda amani ya nchi yetu. Watu washirikishwe vizuri na semina iliyofanyika juu ya kulinda maadili ya uchaguzi, basi tuende tukaitubie vizuri kuhakikisha kwamba uchaguzi wetu unafanyika kwa salama na amani. Kwa hiyo pia tunatumia fursa hii pia kuambia, lengo kama tulivyoeleza ni kuhakikisha kwamba taarifa zinasambaa na zinafika mbali, watu wengi wanaweza kushiriki. Kwa hiyo kila ambapo kunakuwa na mikusanyiko yetu sisi kama Waislamu
iwe ni katika dua mbalimbali, iwe ni katika maulidi, iwe ni katika hadhara yoyote ambayo Waislamu wapo, basi viongozi wetu wa baraza watumie nafasi hiyo kuwatangazia waumini kwamba Baraza Kuu la Waislamu Tanzania mwaka huu tayari tupo katika zoezi la uchaguzi, kuhakikisha kwamba watu wengi wanaweza wakashiriki katika mchakato huo. Kama tulivyoeleza huko awali kwamba tumeweka mfumo wa uchukuaji wa fomu, kama tulivyoeleza awali kwamba tuna mfumo ambao ni ule ambao ni wa hard copy, fomu iko ofisini, lakini tuna mfumo ambao wa fomu tumeziweka ziko online. Ukiingia katika Play Store utakuta fomu ziko pale, utaweza kudownload, utajaza taarifa zako na utasubmit form. Tumeeleza sana hilo, na tumeeleza pia kwamba makusudio ni kuhakikisha kwamba Waislamu wanashiriki kikamilifu, ili kuondoa ile dhana kwamba Waislamu hawashirikishwi vya kutosha. Kwa hiyo tumeweka huko kuhakikisha kwamba yule ambaye hawezi kupata access ya kufika ofisini kwa ajili ya kuchukua fomu, basi anaipata huko kwenye mtandao, anaweza akajaza na akasubmit, na vielezo vyake, vigezo vinaonekana viko pale. Kwa hiyo kama atakuwa sifa zimetosheleza, basi tunamtarajia kuwa kiongozi. Kwa hiyo na hii ndo dhana ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, kwamba ni baraza linahusu Waislamu wote, wana nafasi sawa, kama katiba yake inavyosema kwamba kila aliyetoa shahada akasema shahadu an la ilaha illallah shahadu anna muhammadar rasulullah na yuko nchini ni Tanzania, basi ni mwanabaraza, maana ni mwanabakwata, na yeye ana nafasi sawa kuona kwamba anagombea nafasi katika uchaguzi huu ambao tuko nao. Kwa hiyo sasa hii inatusaidia kufuta dhana za wale watu ambao wachache walikuwa wanasema BAKWATA ni ya watu fulani na nini, watu wengine wanyuma nafasi, jambo hili ambalo si kweli kabisa. Nyinyi mtakuwa mnaona ni kwa kiasi gani ambapo tunajitahidi kuwa wawazi katika uchaguzi huu ambao tunauendea. Lakini pia tufahamu kabisa kwamba kwa mwaka huu ndio mara ya kwanza tunafanya uchaguzi kwa kutumia kwa jumuiya zetu, jumuiya zile za vijana ambao tunaita JUVIKIBA na jumuiya zile za kina mama ambao tunaita JUAKITA, ni mara ya kwanza. Kwa hiyo tunazo kanuni za vijana, kila ambao wanataka kugombea nafasi pia kule wasome vizuri kanuni zile za vijana, lakini wasome pia kanuni za uchaguzi ambazo tuko nazo. Hilo ni jambo muhimu sana, lakini pia tupate nafasi ya kutembelea katika website yetu pale. Iko sehemu ambao unaweza kupata nafasi ya kupiga simu, kuuliza na vitu vingine, kuhakikisha kwamba unajibiwa maswali yako na uchaguzi wetu unakwenda vizuri.